unaniambia nini? Yaani wewe mkiona mimi kunifanyia hivi, yaani siamini kabisa yani. Ina maana mimi nikienda kazini kuna mambo mengine nafuata nao. Ina maana mnizunguka wananichiti sio? Sasa nisikize nikwambie, talaka yako yapo na vilabu yako nishakupa. Kwani sitaki kukuona tena hapa. Mungu. Nimekosea. Lakini naomba kidogo tuongee. Ongea na nani? Wewe sikiliza, talaka yako nishakupa, beba talaka yako kwenu, kaongea na babako na mamako. Subhanallah, watukufu katika imani, hebu tazama mazingira ya walimwengu namna yalivyo. Acha wape tiba ya ujinga. Tiba ya ujinga, tiba ya ujinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na aman bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu yangu katika iman, ni kukaribisha tena katika kipindi chetu cha Shifaul Ayyi, tiba ya ujinga. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, leo tutatoka nje kidogo ya maudhui ambayo tumekusudia kuyaanza rasmi, lakini nje ya maudhui hayo tutagusia makosa yanayofanyika katika kuachana baina ya mke na mume. Japo jambo hili tumekusudia kulianzishia kipindi maalum ama mada maalum ambayo itakuwa imebeba tafsiri nzima ya maisha ya ndoa na talaka, lakini leo nimeonelea nilidokeze hili walau kwa uchache, ili kila mmoja awe tayari kuandaa fikra, mtazamo na mawazo yake kulipa umuhimu jambo hili. Alhamdulillah, kama nilivyosema ya kwamba makosa yanayofanyika katika uachwaji baina ya mke na mume, Allah tabaraka wa taala ameweka utaratibu mzima wa kuoana na Allah tabaraka wa taala ameweka utaratibu mzima wa kuachana. Lakini leo Waislamu wapi tunaferi katika kuachana? Ikiwa katika kuoana, moja katika maneno tunayosemezwa ni kwamba tuoane kwa wema na tukiachana tuachane kwa wema. Lakini wapi wema ulipo? Umekosekana wema kabisa. Na kama wema umekosekana, hii yote ni sisi wenyewe tumekosea njia kwa kutokupeana mafunzo ya ndoa kabla bado hatujaingia katika maisha ya ndoa. Watukufu katika imani, nisiwachoshe sana, tuingie katika maudhui yaliyokusudiwa katika kipindi chetu cha leo. Maudhui tuliyokusudia ni swala zima la eda ambayo inapasa kwa mwanaume kuitambua. Yeye mwanaume ndiye mwalimu na yeye mwanaume ndiye mchungaji wa kuitambua eda hiyo. Tukieleza eda ina maana gani? Eda kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu ni ismu masdarun au ismu masdari, ni jina ambalo la masdari. Kisema masdari ni asili ya neno, kutokana na neno adda yauddu addan, kwa maana ni matamko ambayo yamebeba hesabu ama idadi ya kitu fulani na udhibitiji. Ni matamko ambayo yamebeba hesabu ya matamko katika idadi na kudhibiti hesabu hiyo. Ama kilugha ni jina lenye muda maalum, muda ambao yapasa kwa mwanamke kusubiri, kungoja, kujizuia kwa maana kutoelewa na mwanaume mwingine, kujizuia kwa maana kuto kuyafanya yale ambayo kinyume na mumewe kuyafanya mambo hayo. Na anajizuia majambo haya kwa kuto kuweza kuyafanya ta'abbudan lillahi ta'ala. Lengo ni kumwabudu Allah, kwamba ya Rabbi, ninajizuia kuto kuyafanya haya, lengo natafuta radhi zako. Sasa ule muda wa kujizuia ndio muda ambao unaoitwa eda. Ule muda wa kujizuia ndio muda ambao unaoitwa eda. Katika muda huu umekusanya ndani yake zile siku maalum, mfano periodi.
na tahara, na pia imekusanya ndani yake miezi. Kuna wanawake ambao wanawachika hali ya kuwa period zao wanaziona. Hawa wana utaratibu wao katika kipindi cha kungojea kabla ya kuolewa na wanaume wengine, wana utaratibu wao. Na wale wanawake ambao period zao zimekoma pia wana utaratibu wao wa kungojea katika mazingira ya kutokuolewa na wanaume mwingine yeyote, na kujizuia kuto kuyafanya yale ambayo Mungu aliyoyakataza baada ya kutoka katika ndoa zao, yani tangu kuacha kwao. Hili ndugu zangu tutakuja kueleleka kwa mapana zaidi katika vipindi vijavyo, lakini almuhimma ni kwamba eda kisheria ni jina la muda maalum, muda ambao yatakikana kwa mwanamke kujizuia. Makusudio ya kujizuia kwake ni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo namba moja. Na pia namba mbili ni kujizuia mwanamke katika hali ya kumhuzunikia mumewe baada ya kufariki. Kuna muda maalum wa kujizuia kwa mwanamke huyo, na kadhalika kuna kujizuia kwa mwanamke kwa muda maalum katika hali ya kutazama fuko lake la uzazi, ni mjamzito ama si mjamzito. Kuna muda maalum wa kujizuia kwake katika utaratibu wa eda. Inshallah haya yote tutakuja kueleza katika vipindi vijavyo tutakapolianza somo la eda. Ama nikunjue ukurasa wa comment na maswali tuweze kulijibu jambo hili ama kulitolea maelekezo jambo hili kabla bado hatujaigusa mada husika ya masala mazima ya eda. Sasa wapi tunapokosea? Leo wanaume, kuna mambo ambayo tunayakosea katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameshayatolea mwongozo na maelekezo. Allah amesema katika Qur'an, suratu Talaq aya ya kwanza, anasema ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Ewe mtume, pindi utakapotaka. Haya maneno ametajwa mtume, lakini mbele ikapata jamu, imekuja wingi. Ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, idha talaqtumun nisaa, utakapotaka kuwaacha wanawake wewe Muhammadi, au idha aradta anta wa arada ahadun min ummatika talaqa zawjatihi au zawjatahu, atakapotaka yeyote, ikiwa wewe Muhammad ama yeyote miongoni mwa watu wa umma wako kumwacha mkewe, nyote kwa pamoja mkitaka kuacha wake zenu, basi fatalliquhunna li'iddatihinna, waacheni wanawake hao katika eda zao. Kwa maana waacheni wanawake hao katika kipindi ambacho wana uwezo sasa wa kuanza kuhesabu eda zao. Wa ahsul idda, na nyinyi wanaume mtambue hivyo vipindi vya kuwaacha wanawake. Hapa yapasa kuwaacha wanawake katika mazingira ambayo hii eda ya hapa, ili waweze kuhesabu zile siku za kuachika kwao kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, wasije wakaingia katika hasara. Ni kwamba eda yenyewe, atakapoachwa mwanamke aachwe katika hali ya utahara. Ukitaka kuacha mwanamke, ukitaka kumpa talaka mkeo, basi jambo la kwanza hakiki ameingia period. Baada ya kuingia period, akapotana yuko tahara, basi muache kipindi hicho. Na pia hiyo tahara yenyewe isije ikapatikana jimai, isijitokeze imefanyika jimai, ameendewa huyu mwanamke alafu akapewa talaka kabla ya kuingia period nyingine. Kama inathibitika katikati yake amepewa talaka, lakini katika kupewa talaka hiyo ndani ya mwezi ule ilipita jimai, hii talaka hii ndugu yangu katika imani itasihi, lakini mwanaume utakuwa na wajibu wa kwenda kumjibu Mola wako. Sasa utaratibu wa kuachwa mwanamke ili aweze kuihesabu eda yake, aachwe akiwa yuko tahara, alafu ndani ya tahara ile hakuweza kuendewa na mumewe. Hapo akiachwa itakuwa ni talaka ambayo sahihi, na ni talaka ambayo haitokuwa na mashaka ya namna yoyote, ili kusudi mwanamke huyu aweze sasa kupata wasaa wa kuhesabu eda yake tangu kuachwa kwake. Ameachwa tahara, ameachwa kadhalika hakufanyiwa jimai. Ameachwa kwa utaratibu huu, basi ataihesabu ile siku ambayo aliyoachwa akiwa yuko tahara mpaka kuingia katika tahara nyingine moja, kuja kuanza tahara nyingine mpaka kuingia tahara nyingine mbili, kuanza tahara nyingine mpaka kuingia katika tahara nyingine tatu. Hapa zinakuwa zimekamilika quru tatu, na ndio utaratibu ambao yapasa mwanamke aachwe katika utaratibu huo. Sasa mbali na kuachwa pekee katika utaratibu huo utaratibu wenyewe sisi tumeshaukosea.
tunaacha mwanamke pasipo kutazama. Je, huyu mwanamke jana sikufanya naye jimai? Nakuta mwanaume jana kafanya jimai na mwanamke alafu amemwacha leo. Hiyo ni dhima na hayo ni madhambi kwako wewe Muislamu. Au anaachwa mwanamke hali ya kuwa mwanamke huyo yupo period. Hiyo ni dhima na hilo ni jibu ambalo wewe utakwenda kujibu kwa Mola wako. Kwa nini umeyafanya hayo? Tusifanye haraka kuchupa mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Taratibu wa pili, mwanamke huyu atakapoachwa katika mazingira hayo, ana haki sasa ya kuanza kuhesabu zile kuruu zake tangu alipoachwa. Leo wanawake wanakurupuka, atakapoachwa anaanza kuhesabu, nimeachwa tarehe 5 ya mwezi wa 3 mpaka tarehe 5 ya mwezi wa 4, ile hali period yake anaiona. Huu si utaratibu wa sawa sawa. Hebu twende pamoja katika kipindi hiki cha tiba ya ujinga, tupate maarifa ya kutambua vizuri Uislamu wetu na kutambua vizuri ibada zetu ili tupate salama kwa maisha baada ya kufa. Jambo la pili, ewe baba wa Kiislamu, utakapomwacha mkeo, kama tulivyoona katika klipu fupi, mwanamke huyu ameachwa, lakini katika utaratibu wa kuachwa, subhanallah, ni mtihani juu ya mtihani. Tiba ya ujinga ni kuuliza. Katika jambo la pili ambalo tumekuwa wakosefu sisi wa baba wa Kiislamu, jambo la pili ni kuwatoa wake zetu ndani ya majumba yao baada ya kuwaacha. Mambo si sawa. Allah tabaraka wa taala amekataza, na hii ni nahyu. Nahyu maana yake ni talabul kaffi anil fi'li ala wajhi isti'la. Allah amekataza ile jambo katika hali ya kutawalia uungu wake, kwamba ni haramu kuwatoa wake zenu ndani ya majumba yao. Wala yakhrujna, na wala msiwaruhusu watoke. Inawezekana ukamwacha akakwambia tayari umeshaniacha, acha niondoke. La, istausu bin nisa'i khaira, usiye kheri, hakuna kutoka. Allah hataki jambo hili. Msiwatoe na wala msiwaruhusu watoke. Yani nakwenda kwetu kwa sababu umeshaniacha, usiwe radhi baba wa Kiislamu kumruhusu. Kwa hiyo muusie tu kheri, illa an yaatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa ruhusa ya kuweza kuwatoa wanawake hao ama kuwaacha waendelee kuondoka katika majumba yao pale ambapo watakapokuja na madhambi ya wazi wazi. Umemwacha lakini ukagundua bado kuna madhambi anayafanya. Wewe umetoka nyumbani kwenda katika shughuli zako, lakini nyumbani kwako pale, kwa sababu tayari umeshamwacha, basi ndio wanapishana wanaume. Hapa wewe kujinusuru na dhima hii, basi mruhusu atoke afanye safari aende nyumbani kwao. Watilka hududullah, na hiyo ndio mipaka ya Allah tabaraka wa taala, ndio utaratibu na ndio mipaka yake aliyoiweka. Waman yataadda hududallahi, na yeyote yule ambaye atakayevuka mipaka hiyo ya Allah tabaraka wa taala, kamtimua mkewe nyumbani baada ya kumwacha, au karuhusu mke atoke aondoke kwao, atakayefanya mambo hayo, basi faqad dhalama nafsahu, bila shaka ameifanyia dhulma nafsi yake, kafanya jambo ambalo halifai. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, wewe hujui ndugu yangu, inawezekana Allah tabaraka wa taala baada ya migogoro mliopitia na mwanamke akakaa eda hapo hapo nyumbani kwako, kuru zake zote 3 ukawa naye, Allah anaweza akaleta mapenzi, mkaelewana, mkasameheana, mkarejeana, maisha yakaendelea. Sasa leo tayari umeshamtimua kaenda kwao, utapata muda huo tena kumaliza tofauti zenu? Haziwezi zikapatikana tofauti kuzimaliza kwa njia yoyote. Almuhimma ndugu zangu, tunakosea katika hali ya kuachana. Ndio maana leo naacha mwanamke anakwenda nyumbani kwao, umemtimua. Baada ya hapo mnaitwa, mnafanya vikao, mmemaliza tofauti zenu kwa kile kipindi chote ambacho yupo nyumbani kwao. Hujui mangapi aliyopita. Anaweza kawa kapata mwanaume mwingine, umerudi nyumbani unaishi naye, lakini mawasiliano yapo na mwanaume mwingine, siri siri, maisha yanakwenda hivyo, mnabaki mnaishi tu, lakini mapenzi hayapo ndani ya nyumba. Hii ndugu zangu katika imani, tuamke katika kuacha wake zetu, tusiwaache kwa talaka ya bid'a. Talaka ya bid'a ni talaka ambayo Mtume hakuifunza. Tukiwaacha wanawake, tuwaache katika hali wakiwa wasafi, na tuwaache katika hali hakujawa jimai. Tukiwafanyia jimai inakuwa si sawa kuwaacha. Tusubiri mpaka waingie period, wakipona sasa yupo safi ndio aachwe.
Haina maana kwamba mwanamke akiachwa katika utaratibu huo talaka iswihi, la hasha, talaka itasihi, lakini wewe mwanaume utabeba dhima ya madhambi. Umemwacha mwanamke huyo kwa utaratibu ambao si sahihi. Tuache katika hali ya usafi, na tutakapowaacha tusiwafurumushe watoa ndani ya nyumba zetu, ama tusiwaache wakatoka kwambia kaenda nyumbani kwetu kwa kuwa umeshaniacha. Usiruhusu jambo hilo. Ndugu yangu katika imani, alhamdulillah, kuomba kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, twende pamoja katika mada ya masala mazima ya talaka. Maana ya talaka ni nini? Vigawanyo vyake, talaka ni vipi? Leo naweza ukajua tu talaka, kuna talaka moja, talaka mbili, talaka tatu basi, lakini kuna talaka bainunatu sughra, bainunatu kubra, kuna khulu, kuna zihari wa halumma jarran. Sasa hizo ni kukaribisha, tutachambua talaka moja baada ya nyingine na vigawanyo vyake vyote kwa pamoja, na eda zake. Huyu mwenye kuachika kwa talaka hii anapaswa akae vipi eda yake? Huyu mwenye kuachika katika talaka ya khulu inakuwaje? Huyu mwenye kuachika katika talaka ya laana inakuwaje? Huyu mwenye kuachika katika talaka yenye kuning'inizwa inakuwaje? Twende pamoja ndugu yangu katika imani. Tusisahau kusubscribe, kushare pamoja na kukomenti kwa yale tusiyoyafahamu. Napokea na ushauri kutoka kwako ndugu yangu katika imani. Ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana, na Mtume anasema balighu anni walau aya, fikisha kutoka kwangu ujumbe japokuwa kwa aya moja tu. Ndugu yangu, na kukaribisha muda wako, na kukaribisha fursa yako, na kukaribisha mawazo yako na utayari wako kuitembelea channel yetu hii, na kuhusia usiache kusubscribe. Wallahu a'lam. Tiba ya ujinga ni kuuliza.